إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، 5 نقاط تؤدي إلى 3 نتائج في الانتخابات القادمة. Hii ndiyo anwani yangu ambayo nimeitengeneza katika hutuba yangu ya leo hapa Markazu Dar al-Hadith Ununio. Anwani inasema 5 niqat nukta 5 tuaddi ila 3 nataij, ambazo zitapelekea kutoa moja ya matokeo matatu, si vinginevyo, kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Leo hii tarehe 17, uchaguzi utakaofanyika tarehe 28 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Nukta 5 za msingi ambazo zitatupelekea kutoka na moja ya matokeo matatu kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao wa rais, wa bunge na madiwani. Na huu ni katika musahama wangu, mchango wangu ambao nimeonelea nichangie kwa nafasi yangu ya kuwa ni msomi wa dini katika kipindi hiki kigumu ambacho kina matishio mengi kuelekea katika uchaguzi huo. Nilizungumza mara ya kwanza katika mimbari hii hutuba ambayo niliipa anwani sanawatun khuddaat, miaka ya watu waongo. Na hutuba pili nilizungumza katika Masjid Tauhid Kokobichi. Muhimu sana muisikilize hutuba hii, ipo katika mitandao ya kijamii, ambayo ilikuwa ina anwani unasema al-amru bi ihsasi al-mas'uliyya amama Allah yawm al-qiyamah, maamrisho ya kila mmoja wetu kujihisi kwamba atakuwa na masulia mbele ya Allah siku ya kiyama. Hii ni hutuba ya 3 katika mtiririko wa hutuba hizi. Nadhani kabla ya uchaguzi itabakia hutuba moja kwa ajili ya kukamilisha package hii
ya Abu Musab katika masiku haya ya kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania. Ndugu zangu katika imani, nataja sardan haraka hizi nukta 5, alafu nitakuja kusimama kwenye nukta moja baada ya nyingine nikitaja dalili. Nitataja kwa ufupi ili nimalize nukta zote 5, alafu niangalie hizo natija 3. Tukimaliza hapa inshallah tutakuwa tumeondoka na kitu kizima. Nukta ya kwanza, ayuhal mu'minun iyyakum wa muhaqqarati tahdiyat. Nukta ya kwanza, iyyakum wa muhaqqarati at-tahdiyat. Tahadharini enyi wa Tanzania, msidharau changamoto zinapojitokeza. Nataka kuwa salama katika uchaguzi wenu, mmalize salama, muendelee na maisha yenu ya kawaida salama. Nukta ya kwanza, iyyakum wa muhaqqarati at-tahdiyat. Tahadharini sana na kudharau changamoto zinazojitokeza. Hizi changamoto kama zikushughulikiwa mapema, hizi zitaleta fasadi ambayo ikishakuja fasadi hiyo hamtaweza kuiondosha, na kama mtaiondosha basi mtaiondosha kwa gharama kubwa. Yawezekana ikawa ni gharama ya umwagaji wa damu, gharama ya utumiaji wa mali nyingi, gharama ya kupoteza heshima na gharama nyingine. Kwa nukta yangu ya kwanza, iyyakum wa muhaqqarati tahdiyat. Tahadharini sana na kudharau changamoto zinazojitokeza. Lakini nukta yangu ya pili, ikhwani, nimeiweka chini anwani ambayo inasema idha tabana masaratihim falan nakuna fi ma'man min kawarithihim. Idha tabana masaratihim, ikiwa kama tutafuata njia zao, falan nakuna fi ma'manin, hatutakuwa salama, min kawarithihim, kutokana na majanga yatakayowapata wao. Nukta hii ya pili, kwamba kama tutafuata njia zao wenye kupiga makelele ya ovyo ovyo, alafu tukawasisi pamoja na wao, basi hatutakuwa salama na majanga yatakayowapata wao. Takuja kufafanua nukta hii. Nukta ya tatu nimeiweka chini anwani inayosema ma tazra'uhu tahsaduhu. Kile utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Ma tazra'uhu tahsaduhu, kile ambacho utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Usitegemee kuvuna mchele kwenye shamba la bangi. Muda wa kuwa ulichokipanda ni bangi, ujue utakachokivuna kitakuwa ni bangi hiyo hiyo, si vinginevyo. Mnaelekea kwenye uchaguzi, mnachokipanda ndicho mtakachokivuna. Nukta ya 4, enyi wa Tanzania umuman, na enyi Waislamu hususan, na enyi waumini akhasu min dhalik. Nukta ya 4 nimeweka chini ya anwani mafatihul khairi wa mafatihush sharri. Kipengele hiki ndicho kitakachokuwa hutuba ya mwisho insha Allah, lakini leo nimekiweka kama ishara kuashiria kwamba kuna watu wao ni funguo za shari muda wote. Uwepo wao ni uwepo wa shari, matendo yao ni matendo ya shari, chochote walichokuwa nacho ni shari, pale walipo pia ni shari, na watu watakaowafuata wao watapata shari. Lakini kuna watu ambao ni kheri, hata kama imetokea kwa wao kuna shari, wataibadilisha itakuwa kheri. Wao wanapambania kufanya mambo ya kheri, uwepo wao ni kheri, na watakaowafuata wao ni kheri. Hii ni nukta ya 4. Na nukta ya mwisho ya 5, ayuhal mu'minun, nimeiweka chini ya anwani inayosema inna faqba safina, hakika kutoboa jahazi, huwa gharaqun lilmusafirin. Hilo jambo la kutoboa jahazi ndio sababu ya kuwaghirikisha wasafiri wote ambao wanatumia chombo hicho ambacho wamepanda ndani yake kwa ajili ya safari. Nukta hizi 5 ndizo ambazo zitakuwa chini ya hutuba yangu ya leo. Lakini baada ya nukta hizi kutakuwa kuna matokeo matatu, hakutakuwa na la 4. Haya matokeo matatu, moja wapo ndilo litakalokuwa. Nitakuja kuyataja haya matokeo matatu,
yatakayotokea baada ya tarehe 29. Hakutakuwa na la 4, isipokuwa moja katika haya matatu lazima litatokea. Ujiandae na moja ya hayo, ayuhal mu'minun, ndugu zangu katika imani. Nikianza na nukta ya kwanza ambayo nimeita iyakum wa muhaqqarati tahdiyat, tahadharini sana na kudharau changamoto. Hakika changamoto zinapojitokeza, zinapokuwa ndogo ndogo, kama watajitokeza watu kukabiliana nazo, kuna uwezekano kabisa ikawa uwezeshi, ufanisi au nusura kutokana na changamoto hizo ikapatikana kwa wepesi bila kutumia nguvu kubwa. Lakini pale ambapo itatokea alipokuja mbweha au mbwa mwitu katika zizi la ng'ombe wenye kuchanganyika rangi mbili, baina ya ng'ombe weupe na ng'ombe weusi, yule mbwa mwitu alipokwenda kuvamia yule ng'ombe mweusi, ng'ombe mweupe akawa anacheka na kumbeza yule ng'ombe mweusi, kumwambia kwamba wewe kwa sababu ya weusi wako ndio maana umeliwa, mimi kwa sababu ni mweupe siwezi kuliwa. Mbwa mwitu alipomaliza kumla yule ng'ombe mweusi, akamgeukia ng'ombe mweupe. Yule ng'ombe mweupe akasema, ukiltu yauma ukila athawru al-aswad, ukiltu yauma ukila athawru al-aswad, mimi nimeliwa leo siku ile ile ya mwanzo ile alipoliwa yule ng'ombe mweusi, ndio nililiwa siku ile, kwa sababu leo kama ningemsaidia yule ng'ombe mweusi kwa yule mbwa mwitu aliyovamia katika zizi letu, mimi ningekuwa salama tokea siku ile ya mwanzo. Sasa Watanzania, masiku yenu haya 13 takriban yaliyobaki, msije mkawa mmeliwa siku ambayo ameliwa ng'ombe, kwa sababu ya muhaqqarati tahdiyat, kudharau changamoto ambazo zinajitokeza kabla ya wakati husika. Hizi changamoto leo kama zitashughulikiwa mapema, kuna uwezekano wa kupita salama kabisa. Lakini kwa kusema kwamba hiyo ni kadhia ya ng'ombe mweupe kwa ng'ombe mweusi, au ni kadhia inamhusu ng'ombe mweusi kwa ng'ombe mweupe, basi wataliwa wote wawili. Ikhwani fil iman, kuna mmoja wa shairi anaitwa Ibn al-Mu'taz katika Shu'ara wa Abbasiyya, yeye ana maneno yake mazuri ya kishairi, anasema inna al-jibala min al-hasa, inna al-jibala min al-hasa. Mwanza kasema khali dhunuba saghiraha wa kabiraha innaha fa huwa tuqa, kun fawqa mashin fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara, la tahqiranna من الذنوب لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ابن المعتز رحمة الله تعالى عليه anasema katika beti hizi, khali dhunuba saghiraha wa kabiraha, achana na madhambi, achana na kuzalisha sintofahamu, achana na kuzalisha migongano baina ya watu waliokaa pamoja, kwa sababu fa huwa tuqa, huo ndio uchaji wa Allah, huko ndiko kumwogopa Allah jalla wa ala. Kun fawqa mashin fawqa ardi shawki, kuwa sawasawa na mtu ambaye anatembea katika ardhi yenye miba, yahdharu ma yara, kwa sababu ya kutahadhari na yale anayoyaona. La tahqiranna saghiratan, usidharau changamoto zinapokuwa ndogo ndogo, usidharau madhambi yanapokuwa madogo madogo. Innal jibala min alhasa, kwa sababu jabali limetokana na michanga midogo midogo, mawe madogo madogo yalipojikusanya mwisho likatokea likawa jabali kamili. Kama kuna mtu ambaye alikuwa ana uwezo kukabiliana na yale mawe madogo madogo na kuiacha njia iwe salama watu waweze kupita, akadharau, atakwenda kukabiliana na uzito wa kuondoa jabali zima katika njia. Ayuhal mu'minun, hizi tahaddiati ambazo zinajitokeza sasa hivi zipo ndani ya uwezo wetu wa kuzikabili na kuziondosha, lakini kwa kwetu huwa tunachekelea au tunaona kwamba hili tatizo halituhusu sisi. Changamoto itakapokuja haitawagusa watu fulani peke yao. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni fitna
ambayo itakapokuja haitawagusa wale waliodhulumu peke yao, bali Allah atawaenezea mtihani wote walio eneo kama lile. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu amenukuliwa akisema inna an-nasa, na kuna wengine wanasema ni hadithi marfu', inna an-nasa idha ra'aw zaliman wa lam ya'khudhu ala yadayhi, ikiwa kama watu wameona mtu anaharibu mambo, mtu anavuruga, mtu anafanya mambo ya ovyo, wa lam ya'khudhu ala yadayhi, wakawa wao hawakumzuia, yushaku an ya'ummahumullahu bilbala, inaogopewa Allah tawaenezea balaa watu wote wa eneo lile, wale ambao waliouona ule uovu na wale waliotenda ule uovu. Walioona uovu hawakuzuia, Allah atawaenezea mtihani wote kwa pamoja. Ikhwani fil iman, nukta thania, nukta ya pili ambayo tumesema idha tabana masaratihim, ikiwa kama sisi tutafuata kelele zao, tutafuata miito yao, tutafuatiza kauli mbiu zao, sera zao, falan nakuna fi ma'amanin, hatutakuwa salama min kawarithihim au min kawarathatihim, kutokana na majanga yao yatakapowafika. Ikhwani fil iman, katika Qur'an suratul Ankabut kuanzia aya 12 mpaka aya 13, Allah tabaraka wa taala anasema waqala alladhina kafaru, walisema wale ambao wamekufuru, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, sisi tunawataka nyinyi fuateni njia yetu, alafu kama itatokea kuna makosa kwenye njia yetu sisi tutabeba madhambi yenu. وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, sisi tunakudhaminini fuateni njia yetu, ipo salama, na kama kutakuwa kuna janga lolote ndani ya njia yetu basi sisi tutazibeba hizo changamoto. Allah tabaraka wa taala anasema wama hum bihamilina min khatayahum min shay, ukweli uliopo ni kwamba hao waliosema hayo si wa kweli, hawataweza kubeba hizo changamoto zao chochote. Innakum lakadhibun, wao ni waongo, wanadanganya kwenye maneno haya, wao wana malengo mabaya ambayo wanataka kuyafikia malengo hayo kupitia katika kuhamasisha watu wanyonge kifikira na mitazamo. Fitna ni kubwa, mbinu zake ni nyingi, wasaili zake ni zenye kuenea, alafu uwezo wa watu wanaopigwa na fitna hizo ni mdogo mno. Akili zao ni ndogo sana za kufikiria, za kuwaza, kuchanganua mambo. Matokeo yake ni kwamba wao watakapoingia kwenye majanga kutokana na misimamo yao, sisi hatutakuwa salama muda wa kuwa tulifuata njia yao. Allah tabaraka wa taala anatuambia wama hum bihamilina min khatayahum min shay innahum lakadhibun, hao sio wa kweli, hawataweza hata kidogo kubeba hizo changamoto zitakapojitokeza chochote, wao ni waongo. Wala yahmiluna athqalahum, kwa hakika watabeba madhambi yao, wa athqala ma athqalihim, na madhambi mengine pamoja na madhambi yao. Wala yusaluna yawma alqiyama amma kanu yaftarun, na wataulizwa siku ya kiyama kwa yale waliokuwa wanazusha. Ikhwani fil iman, katika aya hii sehemu ya mwisho Allah tabaraka wa taala anatuambia si wa kweli, watabeba madhambi yao wenyewe na madhambi ya wale waliowapoteza pasina ilmu. Yani wao sio kuwa watabeba madhambi yao tu, lakini pia watabeba madhambi ya wale waliowapoteza pasina ilmu. Na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama atakwenda kuwauliza kutokana na yale waliowazusha, wakawaharibia watu amani yao, wakaharibia watu uchumi wao, wakawaharibia watu familia zao. Chochote kitakachotokea ujue kitaleta athari katika amani, kileta athari katika uchumi, kitaleta athari katika familia na heshima za familia. Naam, kuna baadhi ya watu wakifuata mito hii na makelele haya,
watawafanya watoto wao waishi mayatima, watawafanya wake zao waishi wajane, hali ya kuwa wale ambao wamepiga makelele haya hawataweza kuwasaidia wao waliowafuata wala hizi familia zao ambazo zimekaa katika amani na utulivu. Hii ni kauli ya kupoteza watu, ikhwani fil iman. Nukta tatu, ma tazra'uhu tahsaduhu, kile ambacho unakipanda ndicho ambacho utakivuna. Hakika kile ambacho unakipanda ndicho ambacho utakivuna. Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Nisa aya ya 85 anatwambia, man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, mtu yeyote ambaye atakuwa ni wasila wa kuombea jambo jema, yeye anapata pia fungu katika hilo jema. wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan, na mtu yeyote ambaye atakuwa ni wasila wa jambo baya, yakun lahu kiflun minha, na yeye pia atakuwa ni sehemu ya hilo jambo baya. Ikhwani fil iman, katika aya hii Allah tabaraka wa taala anatuonyesha kwamba kile ambacho wewe utashiriki kwacho utakuwa kwenye hukumu ya kitu hicho. Sawa sawa umekuwa ni shafi', umeombea jambo jema, umeshiriki kwenye jambo jema, umehamasisha katika jambo jema, wewe utakuwa na nasibu katika ule wema utakaopatikana. Kinyume chake, ukiwa katika jambo baya, unahamasisha ubaya, unashiriki kwenye ubaya, wewe utakuwa sehemu ya ule ubaya. Tahadharini sana kukaa kwenu nyuma ya keyboard kwa kudhani kwamba mimi sionekani wala sijulikani ni nani. Wewe ukawa ni katika makhawarij al-Qur'an, wale makhawarij waliojificha nyuma ya keyboard. Hukumu ya Allah tabaraka wa taala na jicho la Allah jalla wa ala linaona na hukumu yake inatenda, hata kama uliyafanya nyuma ya keyboard ya kompyuta yako, nyuma ya keyboard ya simu yako, huonekani na mtu. Allah anasema ukiombea ukafanya shafaa ya jambo jema, utapata nasibu katika lile jema ambalo umelifanya. Lakini kama utakuwa wasila wa uchafu na ubaya, wewe pia unafungu katika ule uchafu na ubaya. Allahu tabaraka wa taala atambia, yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Allah tabaraka wa taala ameliwekea kila jambo wakati wake na kila jambo analihesabu. Ikhwani fil iman, nukta ya 4, mafatihu lilkhairi wa mafatihu lishar, funguo za khairi na funguo za shari. روى الإمام ابن ماجه والإمام ابن أبي عاصم وغيرهما وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس ناس، hakika katika makundi ya watu kuna baadhi ya watu, hawa watu baadhi, mafatihun lilkhairi maghaliqun lishari, ambao wao ni funguo za khairi na ni kufuli za shari. Wapo miongoni mwa watu katika makundi ya watu, kikundi cha watu, wao ni funguo za khairi na ni kufuli za shari. Uwepo wao katika kundi la watu, kila khairi inapatikana na kila shari inazuilika. Wa inna minan nasi, lakini wapo miongoni mwa watu wengine, mafatihun lisharri, ambao wao ni funguo za shari, maghaliqun lilkhairi, wao ni kufuli za khairi. Naam, katika makundi ya watu kuna watu wao ni shari, matendo yao ni shari, uhamasishaji wao ni shari, hata kama jambo la khairi litakuja kwao watalipindua, litakuwa ni shari. Hawa ni mafatihun lisharri maghaliqun lilkhairi. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. Bishara njema, anastahili kupata pepo yule ambaye Allah kajalia funguo za khairi zipo mikononi mwake. Wewe ni katika mafatihul khairi au ni mafatihu shari? Matendo yako ni katika futuhu za khairi au katika futuhu za shari?
bishara hii njema inakuhusu ukiwa wewe ni katika mafatihul khair. Akasema alayhi salatu wassalam, wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi, atapata adhabu ya Allah, atapata moto siku ya kiyama yule mtu ambaye Allah amejalia funguo za shari zipo katika mikono yake. Ikhwani fil iman, wapo watu miongoni mwetu humu tulimo na sehemu nyingine yote yenye mkusanyiko wa watu, matabaka haya mawili ya watu, imma watakuwa ni mafatihu lilkhair au mafatihu lishar. Tahadhari, tahadhari, tahadhari na watu unaojichanganya nao. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Ukitaka kumjua mtu hali yake, tabia zake, mwenendo wake, usimuulize yeye mwenyewe hata kwa mfano kukwambia. Was'al an qarini, muulize kwa mtu ambaye anaambatana naye. Fa innal qarini bil muqarini yaqtadi, kwa sababu kawaida mtu huwa anaingia kwa yule anayeambatana naye. Ukiwa unaambatana na mafatihul khairi unastahili kupata khairi. Ukiwa unaambatana na mafatihu sharri wewe pia ni katika watu wa shari. الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه وتوفيقه، وصلى الله وسلم على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن من تقواه احتساب على عباد الله تبارك وتعالى خوفا من عذاب الله. Na kuhusiani tena mara nyingine katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, na miongoni mwa kumcha Allah jalla wa ala ni kule kuhesabu nafsi yako unapokuwa na waja wa Allah jalla wa ala, kwa sababu utakwenda kuulizwa kuhusiana na hao waja wa Allah jalla wa ala siku ya kiyama. Tunapoelekea katika uchaguzi, kuna watu miongoni mwetu ni funguo za kheri na kufuli za shari, na kuna watu miongoni mwetu ni funguo za shari, kufuli za kheri. Ili uchaguzi uende salama, wanatakiwa hawa funguo za kheri ndio wawe watu wa mbele, lakini funguo za shari zikiwa mbele, maana yake kitakacho zalikana kitakuwa ni shari. Nukta ya mwisho ikhwani fil iman katika nukatu hizi, inna taqba safinati huwa gharqun lilmusafirin, hakika kutoboa jahazi huko ni kuwadhirikisha wasafiri ambao wamepanda katika jahazi hilo. Rawa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi fi sahihi min hadithi an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، mfano wa mtu ambaye kasimama kwenye mipaka ya Allah akachunga haramu kuziacha na halali kuzifanya, na mfano wa mtu ambaye amechupa mipaka ya Allah jalla wa ala, yeye anafanya haramu na halali hataki kuzifanya. Kamathali qaumin istahimu ala safina, mfano wao ni mfano wa watu ambao wamepanda katika jahazi. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, kuna baadhi ya watu katika wapandaji wa lile jahazi walikaa eneo la juu la jahazi, na wengineo wakakaa katika eneo la chini la jahazi. Fakana alladhina fi asfaliha idha saqaw min alma, ikawa wale ambao wapo chini, eneo la chini la jahazi ile, wanapohitaji maji ya kunywa, marru ala man fawqahum faqalu, huwa wanapita kupita kwa ndugu zao walio eneo la juu, alafu wanawaambia law anna kharaqna fi nasibatina au fi nasibina, kwa nini na sisi tusitoboe katika eneo letu, ili na sisi khirkan tobo fulani, ili tupate maji, kuliko hii adha ya kuwa kila wakati tunalazimika kupanda juu kuchukua maji, wakati sisi tupo karibu zaidi na maji kuliko wao. Anasema alayhi salatu wassalam, hawa watu wanasema walam nu'dhi man fawqana,
tusiwakere hawa ndugu zetu waliopo juu kwa kwenda kuchukua maji kwao. Anasema alayhi salatu wassalam, fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'an. Wale watu wa juu ikiwa kama watawaacha watu wa chini watoboe jahazi kwa ajili ya kupata maji kule chini, wataporomoka katika yale maji wote pamoja. Wa in akhadhu ala aidihim, na lau kama watawazuia wakawashika mikono yao watoboe, najau jami'an, wataokoka wao na wataokoka watu wote kwa ujumla. Ikhwani fil iman, haya masiku kuna watu wanatoboa jahazi, alafu sisi tunajifanya kama tuwaone. Billahi alaikum, ili jahazi likitoboka tunaziliki wote kwa pamoja. Na moja ya watu ambao watakuwa wahanga wakubwa ni wakina mama na watoto. Wakina mama na watoto ndio watakao kuwa wahanga na mamoja pale ambapo litakuwa jahazi limetoboka likaanza kumeza maji. Ikhwani fil iman, mfano kama huo aliotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unaonyesha kwamba watu waliopo chini wana changamoto, lakini utatuzi wa changamoto zao unahitaji taklif kufikia kwenye malengo. Lakini wao wanataka kupita njia ya mkato. Naam, ni kweli wana changamoto, wanahitaji maji. Ni kweli wana changamoto, wanahitaji umeme. Ni kweli wana changamoto, wanahitaji barabara. Ni kweli wana changamoto, wanahitaji elimu. Ni kweli wana changamoto, wanahitaji uchumi mzuri. Lakini wasipite njia ya mkato. Wasipite njia ya mkato kutaka kutoboa katika jahazi ili kufikia kwenye malengo. Na lau kama angetaka Allah tabaraka wa taala angewapa waja wake kila kile wanachokihitaji pale pale walipokaa. Narudia tena msemo huu, lau kama Allah tabaraka wa taala angetaka angewapa waja wake kila wanachokitaka pale pale walipokaa. Lakini katika nidhamu ya utendaji wa Allah amejalia laqad khalaqna al-insana fi kabadi. Kabadi manake ni taabu, mashaka. Nimemuumba mwanadamu katika kufikia kwenye malengo yake apate taabu, abebe masuhulia, apate tahammul. Hii ndio nidhamu ya Allah jalla jalalu. Hakuna utawala wowote duniani, hakuna na hautakuwepo, wenye kuweza kuwakidia raia wake haja zao zote. Hakuna. Sasa kama kuna watu wanahisi kwamba wanaweza wakafikia kwenye malengo yao ya kiuchumi, wakafika malengo yao ya kitaaluma, wakafika katika malengo yao ya kiafya, wakafika katika malengo yao ya kimaendeleo, umeme, maji na vitu vinginevyo kwa njia ya mkato, hakuna hata sehemu moja duniani imefikia kwenye malengo yao kwa njia ya mkato. Abadan. Abadan, abadan. Na hata hao waliofikia kwenye malengo yanaonekana kidogo wamefikia kwenye maendeleo kwa hadhi ile ambayo wanahitaji, bado walitumia taklifu kubwa sana. Haikuwa wepesi wala haikuwa mara moja. Ikhwani fil iman, kutaka kupita njia mkato kwenda kutoboa jahazi ili ufikie kwenye malengo yako kwa njia fupi ni sababu ya kwenda kuhirikisha watu wote na hakuna atakayebakia salama. Nasallallahu tabaraka wa taala an yahfadhana wa iyyakum min hadhihi almihna. Ikhwani fil iman, natija tatu ambazo tunazitarajia baada ya uchaguzi. Natija ya kwanza, ima hali itakuwa kama hivi, satabqa al-umuru kama hii. Tunaelekea kwenye uchaguzi, yawezekana baada ya uchaguzi hali zitakuwa kama hivi tunavyoishi sasa hivi. Hii ni natija ya kwanza. Lakini natija ya pili, ستتغير الأمور للأفضل عما هي عليه الآن. Kuna uwezekano baada ya uchaguzi hali zikabadilika zikawa nzuri sana zaidi ya hivi ilivyo sasa hivi. Hii ni natija ya pili. Lakini natija ya tatu, al-umuru sawfa tataghayaru wa tasbahu aswa min hada. Kuna uwezekano hali zikabadilika zikawa mbaya zaidi kuliko hivi tulivyo sasa hivi. Na kupanga ni kuchagua. Na wahusika wa hizi hali tatu, mmoja wapo hizi hali tatu nitakuwa mimi mzungumzaji, wazazi wangu pamoja na watoto wangu.
na wewe msikilizaji, pamoja na wazazi wako, pamoja na watoto wako, na wanajamii yote, pamoja na wazazi wao, pamoja na watoto wako. Kupanga ni kuchagua. Tunataka hali ibakie hivi hivi ilivyo, kama tulivyo, tunaishi, tunafanya dawa, tunaendelea. Lakini hii hali tumeichoka, tunataka kubadilisha iwe hali bora zaidi. Inawezekana? Kama inawezekana, hewa tubadilishe, kwa sababu hakuna anayechukia hali nzuri. Lakini kuna hatihati ya kwamba kuna uwezekano wa kukusudia hali iwe nzuri ikawa mbaya zaidi kuliko hivi ilivyo. Mnapenda kipi katika hili wa Tanzania? Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.